Kiboko ya ufisadi. Hadithi ya Mwalimu Nyerere. Miaka ya 1970, kijiji cha Butiama kilikuwa kimetulia. Wanakijiji walimpenda sana mtoto wao maarufu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa rais wa Tanzania. Japokuwa alikuwa kiongozi wa taifa, bado alirudi kijijini mara kwa mara kuwasalimia ndugu na marafiki wa utotoni. Siku moja, akiwa mapumzikoni Butiama, alipokea taarifa ya kusikitisha kutoka kwa mzee mmoja wa kijiji. Mwalimu, kuna kiongozi wa kata anayeomba rushwa kabla ya kuwasaidia wakulima kupata mbolea. Mwalimu alitulia kimya. Alimtazama yule mzee kwa macho ya huruma, kisha akasema, rushwa ni kansa. Tukiiwacha ienee, hata ardhi yetu haitazaa tena. Kesho yake, bila taarifa, Mwalimu alijitokeza katika ofisi ya kata akiwa amevaa kanzu yake ya kawaida bila msafara wala ulinzi. Aliketi kwenye benchi kama raia wa kawaida. Baada ya saa moja, yule mtendaji wa kata alitoka na kuanza kuita majina ya watu waliohitaji huduma, lakini akaanza na wale waliompa chochote. Mwalimu alinyanyuka. Naitwa Julius Kambarage Nyerere, alisema kwa sauti tulivu. Leo nimekuja si kama rais, bali kama raia wa nchi hii, kushuhudia jinsi unavyowahudumia watu. Ghafla ofisi ilinyamaza, watumishi walitetemeka. Mtendaji wa kata aliinama kwa aibu. Mwalimu alizungumza na wakulima, akaandika majina yao na akaagiza wachunguzwe haraka wale wote waliokuwa wanawaibia. Siku hiyo, vijiji vingi vilianza kupata haki zao. Rushwa ilianza kupungua katika maeneo mengi. Alipokuwa akiondoka, aliwaambia watu, serikali ni ya wananchi, si ya wale walio madarakani tu. Mtumishi wa umma ni mtumishi wa watu. Tukumbuke, uhuru bila uadilifu ni utumwa mpya. Ujumbe wa hadithi. Hadithi hii inatufundisha kuwa uongozi ni wajibu, si nafasi ya kujinufaisha. Mwalimu Nyerere aliamini katika uadilifu, usawa na kutumikia watu bila ubaguzi.